tukaona ya kwamba pale ndipo sheria zinatungwa, pale ndipo sheria zinahalalishwa. Ni jukwaa ambalo sheria na roho hufanya kazi hapa duniani. Na tukaona kabisa ya kwamba kuna roho inaweza kufanya kazi hapa duniani bila lango la mtu. Kwa ili roho iweze kuvaa mwili na kudhihirika hapa duniani, inahitaji mtu. Hata Mungu alipotaka kumwokoa mwanadamu kwa kumleta Yesu Kristo, alimtafuta mtu. Mtu akakubali kuhosti Yesu. Yesu akaweza kuvaa mwili kupitia Maria na tukaweza kuwa na Mwokozi. Kwa hiyo tulijifunza nguvu ya madhabahu. Tulijifunza kwa kina nguvu ya madhabahu na jinsi ambavyo madhabahu inavyoweza kuwa, lakini tuliona jinsi ambavyo shetani anakuwa mjanja kwa watu na kutendelea kutesa watu kupitia lango la ujinga, watu kutojua, lakini kupitia lango la kutotii, lakini pia kupitia maagano. Na tukaona maagano ni hatari zaidi, kusoma maagano. Mtu akishaingia agano, ile agano linaenda vizazi hata vizazi mpaka atokewa kulivunja lile agano. Na tukaona maagano yanafanyika katika madhabahu. Maagano yanafanywa katika madhabahu. Maagano yanachochewa katika madhabahu, lakini maagano yanatunzwa katika madhabahu. Kwa hiyo tukaona madhabahu ni ya muhimu sana. Kwa kadiri unavyoiheshimu madhabahu yako, nafasi ambayo unaiweka madhabahu yako ndio nafasi ambayo maisha yatakuweka. Nafasi ambayo heshima unayoipa madhabahu yako ndio nafasi ambayo na wewe utakuwa pale. Kwa nini? Kwa sababu maisha haya yanaamuliwa katika ulimwengu wa roho, na ulimwengu wa mwili huu ni ulimwengu tu wa kutekeleza. Kwa hiyo kiwini katika roho, umewini katika mwili. Na tuliona watu sita ambao ni watu wakuu katika Biblia. Tukaona ya kwamba watu wakuu wote ni watu wa madhabahu. Mtu yeyote mwenye sauti katika eneo fulani, maana yake madhabahu yake na sauti. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu mwenye sauti, mtu mwenye mamlaka mahali popote, ni kulingana na nguvu ya madhabahu yake, ni kulingana na ile heshima ameiakodi madhabahu yake, ameipa madhabahu yake. Nikawa nakwambia, mimi mwenyewe nilikuwa naenda kununua kitu Kariakoo, mtu akanipigia simu kabisa, najua naenda, akaniambia usikija muda huu utanikuta naenda kusali. Na mimi nikaendelea na mambo yangu mpaka alivyotoka kusali, nikaenda nikanunua. Kwa nini? Madhabahu yake ili iko na nguvu sana kiasi kwamba hata sioni mahali pengine pa kwenda kununua. The same na wachungaji na watu wengine wote. Mtu anaweza kukuambia naenda kusali, baada ya masaa mawili unashangaa tu uko patient kabisa. Kwa nini? Madhabahu. Kwa yeyote mwenye nguvu kwenye ulimwengu wa roho hana power ya control. Wacha nikwambie, watu wa dunia hawawezi kuweka fedha nyingi mahali popote kama wako kiroho bila kwenda kuangalia, na wakiweka zitapotea. Kwa nini? Ulimwengu wa roho ndio unaamua vitu vikubwa. Kuna nafasi fulani ambayo mtu huwezi kwenda mpaka uwe na nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Nafasi za kawaida hizi za kupata ugali na chai na mkate hazina shida, hizi za kawaida, lakini the moment unataka kuwa tofauti, unahitaji nguvu ya madhabahu. Kwa hiyo madhabahu zetu ndio zinatuamulia, na ndio sababu hata Bwana wetu Yesu Kristo cha kwanza kabisa alipelekwa katika madhabahu. Na ile madhabahu aliyopelekwa Bwana Yesu Kristo, kulikuwa na manabii 3 ambao walikuwa na assignment ya kuchochea moto kwenye ile madhabahu. Kwa hiyo Yesu Kristo tu mwenyewe, ili huduma yake iwe effective, halihitaji manabii 3. Alikuwa na mzee Filemon si Simon, ambaye alikuwa hekaluni pale. Mungu alishamwambia wewe utakufa mpaka utakapomuona Mwokozi. Kwa hiyo yule mzee na uzee wake alikuwa akienda hekaluni na kuomba siku zote. Kulikuwa na mama mwingine alikuwa anaitwa Hana, na yeye aliolewa. Alikuwa ni mama aliyejitunza, akaolewa, akakaa na mume wake miaka 7. Baadaye mume wake akawa amefariki, yule mama akuolewa, yeye na kikundi cha wana maombi wakawa wanakaa wanachochea moto katika madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo
ili moto katika madhabahu endelee kuwaka, ili madhabahu yako endelee kuwa moto, inahitaji wewe uchochee. Kwa hiyo nikakwambia kwamba madhabahu yako unapoiombea ni kwa ajili yako mwenyewe, sio kwa ajili ya Bishop Ndewa, sio kwa ajili ya viongozi, ni kwa ajili yetu sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kadiri unavyofanya hapa, unaendelea kupanda mbegu ambayo wewe utavuna matunda, lakini baadaye hata mtoto wako yuko wapi, utashangaa anapokea ukombozi kwa sababu wewe ulipanda mbegu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo shuhuda nimekuwa na usema hapa, sijawahi kusema, lakini nimekuwa na usema maeneo mbalimbali ambako ninasimamia kuorganize mikutano. Mwaka jana tulikuwa tunafanya mkutano sehemu moja inaitwa Likasi kule Lubumbashi DRC. Nilimuomba Mungu hitaji moja tu, kwamba Mungu, najitoa nasimamia maandalizi ya hii mikutano, watu wanaokoka, watu wanafunguliwa, ninaomba tu ndugu wangu mmoja aokoke. Na nikamtaja, na huyo ndugu yangu alikuwa na hali mbaya sana, ni Kennedy, na nilivyorudi nikaenda akaokoka, lakini nilipanda mbegu katika madhabahu ya Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kile unachokifanya, hata kama uoni sasa hivi, lakini unachochea moto mahali ambapo utavuna. Kwa madhabahu tunayochochea moto ni kwa ajili yetu. Na tukaona katika Biblia, tukaona Noa alikuwa mtu wa madhabahu. Tukaona Mwanzo 8:20 hadi 21, hata Mungu akaapa Noa aliweka madhabahu, alimjengea Mungu madhabahu. Tukaona mtu mwingine Ibrahim, kisoma Mwanzo 12:7, alijenga madhabahu kule Betheli, akaenda kule karibu na Haya akajenga madhabahu. Tunaona wakati ambao Yakobo anakimbia, anaenda kulala karibu na madhabahu aliyojenga Ibrahim, Mungu anamtokea. Kwa nini? Babu yake alifanya kitu. Tukaona Isaka na yeye alikuwa mtu wa madhabahu. Mwanzo 26:25, tukaona Isaka na yeye akajenga madhabahu. Na tukaona kabla ya Isaka hajajenga ile madhabahu, alikuwa akifanya kazi anafanikiwa, akilima anafanikiwa, akichimba visima vinatoa maji, lakini anapata vita sana. Baada ya kuchimba kisima hapa, ukiendelea kusoma hiyo Mwanzo 26 kuanzia 25 na kuendelea, unaona wale kina Abimeleki, wale waliopigana nao, wakaja wakamwambia, jamani, naomba tupatane na wewe, naomba tufanye amani na wewe. Kwa madhabahu inakupigania, madhabahu yako ni kwa ajili ya kukupigania wewe. Kwa hiyo tukikaa kwenye madhabahu, tukae jumla. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukijua kabisa ya kwamba madhabahu ni chanzo chako cha nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaona Yakobo Mwanzo 35:7 alijenga madhabahu. Tukaona Samueli wa kwanza 14:35 alijenga madhabahu. Tukaona Daudi alijenga madhabahu, Samueli wa pili 34:25. Kwa tukaona ya kwamba madhabahu yetu ndiyo chanzo chetu cha nguvu. Madhabahu unayoitumikia itakutumikia. Madhabahu ambayo unachochea moto wake utafaidi moto wake. Madhabahu ambayo wewe unajitoa itajitoa kwa ajili yako. Hiyo ndio kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tutaangalia kipengele kingine cha madhabahu. Kabla ya kwenda kuomba, ni jinsi gani ya kuvunja madhabahu za uovu na kujenga madhabahu za kiungu. Nikwambia madhabahu ni mbili tu. Madhabahu iko madhabahu ya uovu au ya shetani, alafu iko madhabahu ya Mungu. Sisi tuko kwenye madhabahu ya Jehova Nisi, madhabahu ya Mungu, madhabahu inayopigana nasi kizazi hata kizazi. Kwa sababu tuko kwenye madhabahu hii, lazima tujifunze kujenga madhabahu. Na hii nikakwambia kule nyumbani kwako hakikisha una madhabahu. Na ni mchungaji wetu amekuwa akituhimiza mara kwa mara kuwa tunafanya ibada za familia, akiwa na maana lazima kuwa na madhabahu. Kwa sababu kwenye madhabahu lazima kuwe na sadaka, kwenye madhabahu kuwe na maombi, kwenye madhabahu kuwe na kuhani. Kwa hiyo tuwe watu ambao tunasikia na kwenda kutenda. Vile ukienda kulitenda neno, yale mafuta yaliyo na lile neno yanaenda na wewe. Kwa hiyo jinsi gani ya kuvunja madhabahu za uovu na kujenga madhabahu za kiungu ndio tutaenda kuangalia kwa dakika chache. Na jana nitangulia kuambia ni namna gani
Mungu anatenda kazi. Namna gani Mungu anatenda kazi? Mungu anatenda kazi kwa kuongea, kwa kusema. Kakupa Isaya 8:20 kwamba wasiposema sawasawa na neno hili ni kwa sababu kwao hakuna nuru. Isaya 8:20. Kwa hiyo tunajenga madhabahu kupitia kusema. Unajua, nilikuwa nasoma katika kitabu cha Na Waende kwa Sheria na Ushuhuda, ikiwa wasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa wapana nuru, kwa wapana asubuhi. Kwa namna Mungu wetu anafanya kazi na nimetuumba kwa mfano wake ni kupitia kusema. Ukisoma katika kitabu cha Waamuzi 6 mstari wa 25 na ule wa 26, tunamwona Gideon anavunja madhabahu za Baali, alafu anajenga madhabahu ya Mungu. Kwa hiyo lazima tuvunje. Na unajuaje madhabahu ni ya uovu? Kulingana vitu vinavyojirudia katika maisha yako. Na kwa sababu unajua haya mambo ni ya kiroho, unaweza kuwa umeokoka lakini bado shetani akawa na nguvu tu kwako. Nilikuwa namsikiliza mtumishi mmoja mkubwa sana wa Mungu, akawa anasema alikuwa anamaliza ibada, ameombea watu wamefunguliwa, akirudi nyumbani anakabwa na mapepo. Sisi tunaelewana, mambo ya kiroho ni magumu. Sio Mkristo mchanga, sio mshirika, ametoka ibada, ameombea watu wamefunguliwa, lakini akirudi nyumbani amelala. Sinafahamu yale majinamizi anakaba mtu, hata unanyanyua mkono hapa, hata unapiga kelele, mtu yuko karibu asikii kabisa. Juzi nilikuwa nafanya vita kwenye maombi, sio kwenye maombi, nimelala usiku. Sasa ikawa niko kwenye nyumba ya mtu mmoja ameokoka, lakini wana mashetani sana, kwa hiyo hawapendi maombi. Kwa hiyo nikaona kama wametuma mlinzi, basi nikatoka pale nilikuwa naombea, nikaenda chumbani ile narudi sasa, nakemea, nikaona watu wananifuata na wanapita kwenye ukuta kunifuata. Sasa napiga kelele usiku, mke wangu akaniambia, wewe mbona unalia? Nikamwambia hapana, kuna watu nilikuwa napambana nao. Sasa kuna saa wewe unakabwa, hata ukipiga kelele mtu unadhani unataka umguse lakini usikii. Sasa yule mtumishi ni mtumishi mkubwa sana wa Mungu, anasema alikuwa anatoka kwenye ibada za miujiza, lakini akilala bado anakuja anakabwa kama kawaida. Hawajali una upako wala una nini, as long as kuna madhabahu mahali inachochewa, inaambia huyu ni ndugu yetu, huyu ni wa kwetu, na wewe hujawahi kusimama kufuta ile na kupanda ya Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo tunaona ya kwamba mtumishi wa Mungu huyo ameitwa, ikawa usiku huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali alionayo baba yako, ukaikate Ashera iliyo karibu nayo. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Agano la Kale kuvunja madhabahu ilikuwa unaenda kabisa unavunja, yaani kabisa physically kabisa. Lakini sasa baada ya kuja Yesu, sasa tunapigana vita rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukisoma Biblia na tutaenda kuona jinsi ambavyo tunaweza kutumia silaha za kiroho, jinsi ambavyo tunaweza kutumia maneno kuweza kuangusha. Kwa nini? Kwa sababu Mungu wetu anafanya kazi kwa kusema. Mungu wetu anasema. Ukisoma Mwanzo 1:3 unaona Roho Mtakatifu alikuwa pale, uwepo wa Mungu ulikuwa pale, lakini bado giza lilitamalaki. Alipoanza kusema tu ndio uumbaji ukaanza kutokea. Kwa hiyo na sisi tuna jukumu la kuvunja madhabahu yote, ili madhabahu ya Jehova Nisi iweze kuflow na wewe. Angalia ni kitu gani kinatokea kwako ambacho ukipendi. Mimi niliwaambia jana, kuna vitu niliviona kwenye maisha yangu miaka mingi, miaka 2003 nilifunzwa juu ya hizi kwanza kabla sijaendelea. Yaani madhabahu ya uovu huwa inachochewa na
na dhambi na uovu. Sio, tunaelewana eh? Madhabahu ya uovu yani huwa inachochewa na dhambi na uovu, yani madhabahu za kishetani, na hizi dhambi ndio zinakuwa mlango. Na dhambi, kuna dhambi aina tatu. Kuna dhambi binafsi, yani kuna dhambi ambazo umezitenda wewe, lakini kuna dhambi za eneo, tunaita territorial sin. Kwa hiyo unaweza kuwa wewe ni mtakatifu kabisa. Ukisoma hiyo dhambi binafsi, ukisoma katika Isaya 59 mstari wa 2, unaona anasema dhambi zenu zimewatenga na uso wa Mungu. Dhambi binafsi, ukisoma Isaya 59 mstari wa 2, kwamba maovu yenu yamewatenga, yamewafarikisha ninyi na Mungu. Lakini ukisoma katika Ezekiel kitabu cha Ezekiel 18 mstari wa 4, anasema nafsi itendayo dhambi ndiyo itakayokufa, roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Kwa hiyo kuna dhambi ambazo unatenda mimi, unatenda wewe, lakini kuna dhambi ambazo ni dhambi za eneo. Kila eneo unakuta lina asili yake. Na nilikuwa naongea mahali watu hawakuelewa, nikawaambia injili inapokuja mahali inamuokoa mtu binafsi, lakini ina kazi ya kuhakikisha territory, lile eneo linaokolewa, linaokoka. Ukisoma katika Biblia unaona katika kitabu cha Mwanzo 18 mstari wa 20 mpaka 21, unaona habari za nchi ya Sodoma na Gomora. Hapa mahali kulikuwa na watu wa Mungu pale, anaitwa Lutu. Ameokoka kabisa, sio ameokoka tu wa kawaida rasharasha, hapana, ameokoka kabisa. Hata malaika walifika kwake, aliwaona, akajua kabisa hawa ni malaika. Kama vile Ibrahim alivyowaona malaika, na Lutu na yeye walivyowaona malaika aliwatambua. Hii ni kuonyesha huyu mtu ni mtu wa kiroho cha level ya juu, hana macho ya rohoni. Lakini alikuwa anakaa kwenye nchi ambayo ina uovu uliopitiliza, na ikasababisha akawa victim. Ule uovu kwenye ile nchi ulifanya akapoteza mali zake zote, mwishowe akapoteza mpaka na mke wake. Kwa nini? Kwa sababu unaweza kuwa mahali wewe umeokoka lakini nchi haijaokoka, lakini eneo liloko halijaokoka. Kwa dhambi ya eneo haiwezi kukuzuia wewe kwenda mbinguni, lakini hapa ulimwenguni inaweza ikakusonga kama ilivyoweza kumsonga Lutu. Kwa hiyo kuna dhambi za kieneo ambayo adui wakati mwingine akikukosa kwenye dhambi binafsi atakutafuta kwenye eneo. Lakini kuna dhambi za misingi kuharibika. Kuna dhambi ambazo zinatokana na misingi kuharibika, au kwenye familia. Ukisoma katika ni Zaburi ni 11 mstari wa 9, ni 9:11, kitu kama hicho. Anasema msingi ikiharibika, ngoja niangalie. Zaburi 11 mstari wa 3, anasema misingi ikiharibika mwenye haki hatafanya nini? Kwa hiyo saa zingine misingi inaweza ikaharibika. Kwa hiyo unaweza kuona kwenye familia, na nimekuambia hii kwa sababu tunataka madhabahu ya Jehova Nisi katupiganie, na tutapata muda wa kuomba. Ni lazima uangalie uskani. Mimi niliangalia kule kwetu, nikaona babu yangu alikuwa na wake 5. Nikaona babu yake babangu. Nikafata babu yangu na yeye alishawahi kuoa mke wa pili. Nikafata na kwa babangu nikaona alishawahi kuwa na mtoto wa nje ya ndoa. Nikafata na kakaangu nikaona maisha yake hayako sawa kabisa. Kile nikaprove hapa kuna pattern, kuna kitu kinanifuatilia. Nikaamua kukibadilisha, kukiendea katika ulimwengu wa roho, kufanya maombi na kujitenga na ile. Sasa na wewe angalia, si ajabu ndoa yako inateseka. Sio kwamba wewe ni mbaya au mume wako ni mbaya. Kuna maagano yanakufuata. Kuna agano linafuata uzao, kuna agano linafuata, kuna magumu. Wewe unajua uko kwenye wokovu, lakini kuna mahali ukatizi, ukifika tu unagota. Sio kwamba wewe ni mbaya. Kwa nini? Kwa sababu maagano yanakuwa yanakuspot. Yani kama vile tu ukiwasha bluetooth zina connect. Ndio hivyo na maagano yana connect. Hayajali umeokoka au hujaokoka. Mbinguni utaenda. Sio kwamba utaenda, lakini hapa duniani yataendelea kukutesa usienjoy wokovu. Na hata mbinguni anaweza yakakuzuia kama utaendelea kuwa chini ya utumwa, huwezi kuwa huru. Kwa hiyo lazima uskani maisha yako.
kama mimi nilivyoskani, lakini kama vile ninavyoendelea kuskani maisha yangu, ni nini ambacho sikipendi kwenye maisha yangu, nini sikipendi kwa mke wangu, nini sikipendi kwa mume wangu, lakini kinajirudia rudia. Tukipeleke kwa madhabahu ya Jehova Nisi, tukipeleke kwa Mungu aliye hai jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo madhabahu tunaziweza tu kwa kuondoa kile utendaji wa kwanza. Ukisoma katika kitabu cha Warumi 8 mstari wa kwanza na wa pili, Warumi 8 mstari wa kwanza na wa pili, tunaona ya kwamba mambo ya kiroho tunaondoa kitu na kuweka kitu. Yaani uondoi mahali pakabaki patupu. Hata pepo akimtoka mtu, inapaswa mtu ajazwe Roho Mtakatifu, mtu awe na shughuli nyingi za kiroho ndani yake, ili pepo akirudi asiwe na nafasi tena. Katika kitabu cha Warumi 8 mstari ule wa kwanza na wa pili, anasema basi sasa hakuna hukumu ya adhabu juu ya hao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kwa hiyo lazima ili sheria ya uzima iingie ndani yako, ukatae sheria ya mauti. Lazima kukataa sheria ya mauti, sheria ya dhambi na mauti. Kwa hiyo ni sheria kwa sheria. Kwa maana yake ni operation, ni utendaji. Yaani utendaji wa uzima. Ili utendaji wa uzima uingie ndani yako, lazima utendaji wa mauti uondoke ndani yako. Kwa hiyo ni mabadilishano. Hii ni kanuni ya mabadilishano, kwamba kama vile mti unavyokula katika ardhi, hivyo hivyo na kile ambacho kinakutesa, kuna mahali kinanyonya uzima kuhakikisha kinaendelea kutesa. Na kama utakiondoa, kama utasimama kukiondoa, kinaweza kuendelea kudumu na kikakutesa. Kwa hiyo lazima kuamua kufanya mabadilishano ili kuweza kuwa huru, ili ile sheria inakuwa inaondolewa kwa kuwekwa na sheria nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi tunaelewana jamani? Kwa hiyo madhabahu yetu madhabahu ya Mungu inakuwa inatiwa nguvu na neema. Na huu ni mwezi wetu wa nini? Wa neema. Kwa hiyo ni mwezi wa kukaribia kiti cha neema. Kwa hiyo tunaposogea katika madhabahu hii, tunakaribia kiti cha neema. Anasema karibia kiti cha neema ili upate rehema na neema ya kusaidia siku ya uhitaji. Siku ya leo ni siku ya uhitaji. Lazima tukaribie ili tuweze kupokea. Kwa hiyo madhabahu za uovu zinakuwa zinatiwa nguvu, nimesema zinakuwa zinatiwa nguvu na dhambi na uovu, lakini madhabahu ya Mungu inakuwa inatiwa nguvu na neema na kiti cha neema. Hebu tusome katika Waebrania 4:16. Waebrania 4:16, katika kiti cha neema ndiko inakopatikana rehema. Kwa kuingia kwenye madhabahu hii unahitaji kutubu tu. Ili upate neema ya wokovu unahitaji kumkiri Yesu tu kuwa Bwana na Mwokozi. Sema basi na tukaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kwa kumbe iko neema kwa ajili ya kusaidia. Inayokuhitaji tu ni kukubali kazi ya Yesu pale msalabani, lakini na kuamua kufanya maamuzi ya kumfuata Yesu, kuamua kufanya maamuzi ya kuchagua uzima. Unajua ndugu zangu, tunapoomba, hata tunapopambana na mashetani, sio sisi tunashindana nayo, wala sisi hatuwezi. Yaani hamna kiwango cha maombi kinaweza kufanya ukaweza kupambana na shetani. Yaani wewe kile unafanya Yesu alishakimaliza pale msalabani. Kwa bidii yote tunayotia hapa ni kupokea ile neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kanuni ya kupokea ile neema. Kwa unapoomba, unapomsogelea, ujue kabisa nasogea hapa nipate neema ya kunisaidia. Kwa nini? Hii neema ilishaachiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yule mwenye neema anafanya kwa bidii sana. Watu wanaosema wana neema alafu ni wavivu, ukweli hawatambui neema. Paulo anasema ya kwamba yeye amepata neema zaidi, lakini anasema yeye ametenda kuliko wengine wote. Kwa nini? Maana ya neema ni kukubali majukumu.
Mtu mmoja alikuwa anasema, mtu yeyote ambaye anaeleza visingizio kwa nini hajapata is explaining away the grace of God. Kwa wakati wote ambapo unapokubali kushindwa, ni unaisukia mbali neema ya Mungu, lakini neema haishindwi. Bwana Yesu asifiwe sana. Waebrania 12 mstari wa 24. Hii ni mistari ambayo tumekuwa nayo sana. Kitabu cha Waebrania 12 mstari wa 24. Na Yesu mjumbe wa agano jipya, na damu ya kunyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya Habili. Kwa damu ya Yesu inanena. Na jioni ya leo tuna damu ya Yesu, na tutaenda kuitumia damu ya Yesu ikanene kwenye maisha yetu. Hebu jiandae kuitumia damu ya Yesu kwenda kukutoa katika madhabahu yoyote. Na kama nilivyotangulia kusema, madhabahu zinajengwa kupitia maneno. Madhabahu inajengwa kupitia kusema na kusema. Na nilikuwa najifunza neno wiki chache zilizopita, nikajifunza kitu cha msingi sana, kwamba kadiri unavyosema kuna programming inatokea kwenye ulimwengu wa roho. Yaani kama vipande vinakuja pamoja. Kwa hiyo kadiri unavyosema, roho yako inaanza kushirikiana na Roho Mtakatifu. Unajua Biblia inasemaje katika kitabu cha Mithali 20:27? Mithali 20 mstari wa 27 anasema, Spirit of the man is the candle of the Lord. Yaani roho ya mwanadamu ni taa ya Bwana. Sisi tunaelewana? Kwa kadiri unavyosema, yani kadiri unavyosema. Kwa nini? Hii siri unapaswa uelewe. Ukiwa umeokoka, yani unakuwa umefanya mpya kabisa. Ni mtu ambaye hujawahi kutenda dhambi, hata kama uliwahi kuua mtu, hata kama ulishawahi kufanya uovu gani. Yani roho yako inakuwa haina kumbukumbu ya dhambi. Kwa hiyo roho yako inaweza kucommune na Mungu, lakini nafsi inakuwa na kumbukumbu. Kwa hiyo yenyewe itaendelea kuletea hatia. Itakukumbusha yule uovu, itakukumbusha yule mwanamke, itakukumbusha yule mwanaume, itakukumbusha kile kitu uliiba, itaendelea. Ndio sababu unapookoka unapaswa kukaa chini ya kuhani afundishayo. Unapaswa kukaa kwenye maombi. Ili nini? Kuendelea kufanya safi, kuendelea kutakaswa na neno la Mungu. Kwa hiyo roho yako kadiri unavyosema, roho yako yenyewe inaamini, lakini nafsi yako haiamini. Lakini kadiri unavyoenda kusema, unavyoendelea kusema, tayari inaendelea kuvaa mwili. Nafsi yako inapokea, na ikishapokea tayari inakuwa halisi. Na kadiri unavyosema unaumba, yani inaumbika ndani yako, kwa sababu kile ambacho unakisema kiko halisi kwa Mungu. Lakini unasema the spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. Kwa inatafiti ndani kabisa, katika kilindi cha moyo kabisa, kwa roho yako. Lakini pia anasemaje yule mtumishi wa Mungu katika kitabu cha Ayubu 32 mstari wa 8? Anasema iko roho ndani ya mwanadamu ambaye Mungu anaiuisha. Hebu, pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana. Bwana inapeleza ile amerudia. Ayubu 32 mstari wa 8. Ayubu 32 mstari wa 8. Nataka nikuonyeshe nguvu ambayo iko ndani yako ili uweze kuitumia. Ujue kabisa ndani yako yuko roho, na huyo roho Mungu anaweza kupatina naye. Mungu anamtia nguvu kadiri unavyoengage vitu vya kiroho ukiwa na ufahamu. Anasema lakini imo roho ndani ya mwanadamu, na pumzi ya Mwenyezi huwapa akili. Hebu weka Kiingereza. Lakini imo roho ndani ya mwanadamu. Kwa ndani yako iko roho. Sasa hiyo roho ambayo iko ndani yako iko very pure, lakini nafsi yako iko impure. Hii nafsi yako ili iwe safi, unapaswa kulisema neno la Mungu, kulikiri neno la Mungu. Kasema, but there is a spirit in a man, and the inspiration of the Almighty give them understanding. Kwa tunaona ya kwamba hivi Kiswahili chake inakuaje? Kwamba tunaona ya kwamba ile inspiration, ile uvuvio wa roho wa Mungu unaupa ufahamu. Kwa kumbe kadiri unavyosema Mungu anakupa ufahamu. Mungu anakupa ufahamu katika roho yako, uweza kutekeleza vitu. Na hii ndio siri iko nyuma ya mafanikio ya watu wengi, mafanikio ya makampuni mengi. Ni kitu ambacho wamekaa nacho muda mrefu, na wanasema watu waliofanikiwa wote muda wao wa asubuhi, nusu saa yao ya kwanza ya asubuhi wanaitumia kukiri kule wanataka kwenda.
Nikawa nasoma kitabu kimoja mwaka jana, kinasema ya kwamba watu walioshindwa umaskini mara zote wanasema vile vitu ambavyo hawavitaki. Watasema jinsi walivyoshindwa, watasema jinsi wanaumwa, watasema jinsi wanapita magumu. Yaani vile vitu hawavitaki, na vile vitu vinazunguka vinakuwa kwenye maisha yao siku zote, maana ndivyo wanavyovisema. Lakini watu waliofanikiwa kila wakikutana wanazungumza biashara mpya, wanazungumza fursa mpya, wanazungumza kule wanakoenda, wanazungumza kule wanakoenda na wanaenda huko. Kwa hiyo maneno yako yana nguvu sana katika kunyima nguvu zinazokufuatilia. Ukisoma, nisome tena mstari mwingine, nisomee katika kitabu cha, hii mstari hata sikupanga. Hebu soma Zaburi 77 mstari wa 6. Uone nguvu ya roho yako, na ukiona hivyo basi utakuwa very strict kuangalia nini kinaingia ndani yako. 77 mstari anasema, nakumbuka wimbo wangu usiku, na waza moyoni mwangu, roho yangu ikatafuta. Eka Kiingereza. Kiingereza haisemi tu roho yangu ikatafuta, inasema my spirit is a diligent search. Hebu weka, I call to remembrance my songs in the night. I commune with mine own heart. My spirit made a diligent search. Yani ndani ya moyo wako kunafanyika diligent search, yani kunafanyika kutafuta kwa bidii katika Roho Mtakatifu. Kwa nini? Roho Mtakatifu ndiye ana vitu vyako. Kadiri unavyokiri kuna diligent search, kuna kutafuta kwa nguvu kunatokea ndani yako, na huko kutafuta ndio kunafanya vitu vile kama coincidence, kama bahati mbaya kukutana na kitu, kama kusikia mtu huyo ana bahati, lakini hamna. Ukifuatilia lazima hicho ni kitu mtu amekirudia tena na tena. Kwa hiyo lazima ujue hiko hii potential ndani yako. Yaani kadiri unavyokiri kile kitu unachokihitaji, ni kama vile unavyoandika kitu kwenye Google engine, inaanza kusearch. Ndio hiyo diligent search inatokea. Ndio hivyo natafuta. Kama unavyoandika kitu kwenye ChatGPT, unaona inakuambia, inafikiria, inatafuta. Na wewe unapokuwa mtu una engage neno la Mungu, unampa Roho Mtakatifu kuhakikisha anatafuta, anahakikisha analeta karibu kile ambacho unakihitaji. Kwa hiyo tuwe watu ambao tunalikiri neno la Mungu. Kuwa mtu ambaye unalikiri neno la Mungu. Tunawezaje kuangusha madhabahu na kujenga jengine? Ni kuvunja chochote, kuvunja sheria, kuvunja chochote na maneno yote ya yule mwovu ibilisi kupitia damu ya Yesu. Lazima tuvunje chochote kinachoshikilia hayo maneno. You have to break any hold. Chochote kinachoshikilia hayo maneno, chochote kinachoshikilia hiyo nguvu ambayo inakufanya usiishi kwa furaha, inakufanya kila wakati ukifurahi, umepata faida, umepata deals nzuri unaenda kufanya, ghafla tu linatokea kitu linakatisha. Unadhania ni kawaida, sio coincidence. Hiyo ni programming katika ulimwengu wa roho ambao unaweza kuamua kureprogram. Unaweza ukareprogram na wewe kuingia kwenye ulimwengu wa roho. Na usiku wa leo tu katika madhabahu ya Jehova Nisi ambayo imekuwa ikipigania watu, ikakupigania na wewe katika jina la Yesu. Kwa hiyo tunaweza kufanya hivyo kwa kuvunja. Nimesema kuvunja kabisa chochote kinachoshikilia, sheria zozote zinazoshikilia, maneno yoyote yanayoshikilia, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua damu ya Yesu, tunaweza kuwa nyumba hii tunatumia sana damu ya Yesu, lakini wacha nikuambie, damu ya Yesu ni silaha ya hatari sana. Damu ya Yesu ni silaha ambayo hakuna shetani anaweza kuipinga. Labda tu kama unaitumia kawaida, lakini kama unaitumia kwa ufahamu, damu ya Yesu is very powerful. Ukisoma katika kitabu cha Waebrania 9, naekea Waebrania 9:22 na 23, damu ya Yesu is very powerful. Na siku ya leo tutaitumia kwenye maombi na tutaitumia kwa kushiriki. Nataka ushiriki kwa ufahamu kabisa, usishiriki kama kawaida, na hata siku moja isiwe unashiriki damu ya Yesu kama kawaida. 9:22 neno la Mungu linasema, basi 22 nataka nisome. Na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Kwa vitu vyote vinasafishwa kwa damu katika Torati, na pasipo kumwagika damu
hakuna ondoleo. Ndio sababu ili Yesu aukomboe ulimwengu, ilimpasa amwage damu yake ili akukomboe wewe na vifungo vyovyote ambavyo nafsi yako imefungwa. So roho yako haijafungwa, wewe hujafungwa kihalisia kabisa kwa sababu wewe ni roho, lakini nafsi yako bado imefungwa. Nafsi yako bado ina kumbukumbu ya kule ulikotoka. Ili uweze kusafishwa kabisa, unahitaji damu ya Yesu. Anasemaje mstari wa 23? Anasema basi ilikuwa sharti nakala za mambo yaliyo mbinguni zisafishwe kwa hizo, lakini mambo ya mbinguni yenyewe yasafishwe kwa dhabihu zilizo bora kuliko hizo. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa anasema bali ilikuwa sharti nakala za mambo yaliyo mbinguni zisafishwe kwa hizo. Unajua hii neno tu akisema mbinguni linaishia hapo hapo, lakini kadiri unavyosoma tafsiri nyingi, yani mbingu ziko rank. Yani saa zingine anaposema mbinguni anamaanisha pia katika ulimwengu wa roho. Sisi tunaelewana eh? Kwa katika ulimwengu wa roho ziko nakala za kiroho ambazo zilipaswa, hizo ndio zinakushtaki, hizo ndio zinakutambulisha kwa ule ukoo ambao hata wewe saa zingine huijui. Hizo ndio zinakutambulisha kwa dhabihu ambazo zilishatolewa. Wakasema jamani, ili tulime na kufanikiwa, sisi tumejitoa, tutakuabudu wewe. Babu yetu akatuambia walikuwa wakienda kuomba mvua haijanyesha muda mrefu, wanatembea wanaenda mwendo wa siku 3. Wakienda wakishafanya agano, wakachinja, wakarudi, yani wakirudi wanarudi wamenyeshewa. Mungu wao amejibu, wameenda kujicovenant. Sasa unaweza kuwa huko lakini nafsi yako ilishafungwa vizazi huko nyuma. Lazima ukaitie damu ya Yesu ili ile damu ya Yesu ikasafishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tunasema tukishaokoka mambo yote yanakuwa yameisha. Na kweli tukishaokoka mambo yote yanakuwa yameisha. Ukiokoka utaenda mbinguni. Lakini kwa habari ya kuishi maisha ya ushindi hapa basi usingekuwa na makanisa, usingekuwa na Roho Mtakatifu, usingekuwa na haja ya Roho Mtakatifu, usingekuwa na haja ya maombi, kwa sababu kila kitu kimeisha. Kwa nini vitu vyote tunaendelea kuwa navyo? Ili tuendelee kusafishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema katika Yohana 17 mstari wa 17, uwasafishe kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Linakusafisha na nini? Kila unapolisoma neno la Mungu linakusafisha, linakutakasa, linaondoa, unaendelea kupata maarifa mapya. Unapoendelea kuyatumia yale maarifa, unaendelea kuwa mtu ambaye umewekwa huru. Kwa hiyo tunahitaji kutumia damu ya Yesu. Damu ya Yesu, soma Luka 22 mstari wa 19, tunaona Yesu akishirikisha watu meza ya Bwana. Anasema kila mnapofanya hivi mnakumbuka mauti yangu. Kila unaposhiriki damu ya Yesu unakumbuka ushindi ambao alipata pale Kalvari kwa ajili yako. Kila unaposhiriki damu ya Yesu unakumbuka ya kwamba yote yamekwisha. Unakumbuka mauti ya Bwana Yesu. Kila tunaposhiriki damu ya Yesu, kila tunapoingia damu ya Yesu kwenye kunyunyiza, maana yake tunatangaza mauti ya Yesu. Tunatangaza ushindi ya kwamba yote yamekwisha. Maana yake hakuna kitu kinachopaswa kuendelea kufunga. Sasa wewe unajua ni nini ambacho tumekuwa kufunga? Tunapoenda kushiriki meza ya Bwana leo unatangaza ya kwamba imeisha, imekwisha. Kwa nini? Kwa sababu kila tunaposhiriki damu ya Yesu, kila tunapoitumia damu ya Yesu, maana yake tunakumbuka kazi ambayo Yesu alifanya pale msalabani kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa damu ya Yesu ni kifaa au ni silaha ya hatari sana. Kwa nini nasema hivi? Damu ya Yesu unapoishiriki inatangaza rehema. Yaani inatangaza umesamehewa, wewe una haki zote mbele za Mungu. Na upasi kupata hukumu yoyote. Lakini the same ile damu inatangaza ya kwamba kila anayekutesa anatangaziwa hukumu. Kwa kila ukishiriki damu ya Yesu, hicho ndicho ambacho kinafanyika. Na ukiwa unaelewa hii itakusaidia sana. Usishiriki damu ya Yesu na mazoea. Usishiriki damu ya Yesu kwa kawaida. Unajua kabisa unaposhiriki damu ya Yesu unaengage nguvu. Tayari unapata nguvu. Unaona wanafunzi wa Yesu ambao walisema hawezi kushiriki, Yesu akamwambia hapana, usiposhiriki hauwezi kuwa shirika na mimi. Kwa nini? Damu ya Yesu na mwili wa Yesu wakufanya kuwa shirika na Yesu. Yesu asifiwe sana.
Soma Ufunuo 12 mstari wa 11 inatueleza ya kwamba wakamshinda kwa damu ya Yesu na kwa neno la ushuhuda. Kwa unahitaji neno la ushuhuda, unahitaji kulikiri neno la Mungu, unahitaji kulikiri neno la Mungu na kuitumia damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu wakati ukishiriki lazima utumie na neno la Mungu. Lazima uwe na neno la Mungu ambalo unalisimamia. Nimekuambia kwamba damu ya Yesu ina nguvu sana. Yaani unapoitaja, wakati mtu anapoitaja damu ya Yesu, shetani anakuwa hana tena kitu cha kushikilia. Kwa nini? Kwa sababu shetani anakuwa anakushtaki. Lakini unaposhiriki damu ya Yesu inanena rehema. Maana ya kunena rehema ni nini? Maana yake unapata kile ambacho wewe unastahili. Wewe unastahili hukumu, lakini unapata rehema, unapata na neema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapata rehema, unapata na neema kupitia damu ya Yesu. Kwa hiyo unapoihusisha damu ya Yesu, basi shetani anakuwa hana kitu tena cha kushikilia. Hii lazima uelewe. Jamani, hii haihitaji msisimko. Unajua wapendwa wanapenda sana hisia, kusisimka. Lakini mambo ya imani, mambo ya hakika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba ninaposhiriki, Yesu amesema na tumekuwa tukisoma katika ile Yohana 6 mstari wa 48 mpaka ule wa 58. Anasema anayekula chakula hiki ni chakula kweli kweli. Mtu akikila hichi chakula hataona mauti tena. Kwa hiyo kadiri unaposhiriki kile chakula, unatangaza mauti, unatangaza uzima, unatangaza chochote ambacho ni kinyume na Mungu kwenye maisha yako kinaifika mwisho. Unatangaza uzima wa kiungu ndani yako. Kwa hiyo kadiri tunaposhiriki damu ya Yesu, tunakumbuka ushindi ambao Yesu alitushindia pale msalabani. Na tukifanya hivyo kwa imani, tukifanya hivyo kwa hakika, lazima tutaona madhihirisho, lazima tutaona nguvu za Mungu, lazima tutaendelea kuona ushindi katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tutaenda kushiriki damu ya Yesu, ambayo tutaisogeza hapo tuweze kuomba. Lakini nataka nikuambie, unapoishiriki damu ya Yesu, hebu tafakari.